Hello ladies and gentlemen, habari ya muda huu. Karibuni tena kwenye channel yenu pendwa kabisa ya DN Academy. Na hii ni moja kati ya episode ambazo mnazipenda sana ya kuitwa The Classroom. The Classroom ni episode ambazo huwa tunaitumia kwa ajili ya kutoa extra explanation kuhusiana na mambo tofauti tofauti ambao kwa namna moja au nyingine labda pengine yangehitajika kupewa ufafanuzi wa kina ili wewe uweze kuelewa ni kitu gani hasa. Na leo nitakuwa na moja kati ya topic ambayo bila shaka itakuduaza au tuseme itakustajabisha, kwa sababu inawezekana umekuwa ukisikia lakini hujawahi kuelewa ukubwa wake uko namna gani. Kumbuka The Classroom inaletwa kwenu na Encryptus Wallet, moja kati ya wallet bora kabisa ambayo unaweza kutumia kuweza kumanage na kuaccess digital assets zako ambazo zimejengwa kwenye teknolojia ya blockchain. Ni wallet ambayo tumekuwa tukiitumia kwa miaka 6 sasa, na bila shaka watu wengi ambao wanaitumia wanaifurahia kwa sababu ina huduma nyingi, lakini pia ni user friendly. Sasa kwenye hii wallet ya Encryptus kuna huduma nyingi sana, na kama haujaielewa hii wallet, tafadhali nenda kwanza kaangalie video ambayo itakuwa kwenye description hapo chini kabla haujafika kuja kuangalia hiki kipindi, kwa sababu hapa tutaenda kuongelea kuhusu moja kati ya huduma zinazopatikana kwenye Encryptus Wallet ambayo kwa namna moja au nyingine inaweza ikakubadilishia maisha. Tunasema it's a game changer feature which is available in the Encryptus Wallet. Na hiyo feature inaitwaje au hiyo huduma inaitwaje? Inaitwa IBO. Yaani ni Independent Business Owner. Independent Business Owner feature ya Encryptus iko na some of the very amazing features ambazo ukizitumia na ukazielewa vizuri, hakika unaweza ukaona kuna vitu vya tofauti ambavyo pengine ulikuwa unavichukulia poa, lakini ukivielewa ni moja kati ya kitu ambacho ni game changer kabisa. Sasa kampuni ya Encryptus actually ni kampuni ambayo ina huduma nyingi sana, na ni kampuni ambayo tunaiita ni First Community Collaborative Exchange. Sijajua kama mmeelewa maana ya First Community Collaborative Exchange inamaanisha nini, lakini kwa ufupi sana ni kwamba hii ni kampuni ambayo toka ikiwa imejengwa from the scratch imekuwa ikitengeneza mazingira ya kushare chochote wanachokipata na jamii ya watu ambao wamejitolea ku franchise ujengaji au ukuaji wa Encryptus Wallet. Sasa Encryptus ilipokuwa ina introduce IBO, manake ilitaka kufanya kitu kinaitwa hivi cost effective kwenye marketing. Umeona? Tunaposema cost effective kwenye marketing, kwa maana kwamba wanahitaji kuspend pesa pale ambapo panazalisha wanapokuwa wanafanya marketing. Sasa na lazima biashara yote ili iweze kukua hiyo ifanyiwe marketing. Sasa of course watu wengi wanaweza kaichukulia IBO kama MLM or something, lakini wengine wanasemaga Ponzi schemes, lakini mimi ninachojua Ponzi scheme huwa inakuja pale ambapo source of profit au source of payment inakuwa haiko clear. Lakini kama source of payment inakuwa iko clear, then you cannot call it a Ponzi scheme. Rather ni kitu ambacho kinatumia tu referral program kwa ajili ya kusaidia effectiveness kwenye kuspend cost when it comes to marketing. Sasa kabla hujaja kusikiliza hapa, basi click link hapo chini kwenye description ya video hii uweze kuelewa Encryptus inazalishaje faida, inalipaje watu, then baada ya hapo sasa ndo tuje tusome hiki kipindi kinachoitwa IBO ambao ni moja kati ya huduma inayopatikana kwenye wallet ya Encryptus. Sasa nimesema kwamba Encryptus ni a first community collaborative exchange. Kwa maana gani? Encryptus imeweka utaratibu fulani hivi kwamba kwa faida yoyote ambayo watakuwa wanaipata, Encryptus wanaigawanya 70% kwa 30%, ambapo 70% huwa inakuwa imetengwa kwa ajili ya marketing, ambapo inaenda kuwalipa ma IBO payment. Lakini hii hapa 30% ya kila pato ambalo linaingia kwenye Encryptus linabakia kwa kampuni, yaani inabakia kwao Encryptus. Sasa tunataka tujiulize, hii 70% inalipwa vipi na inakatwa kutoka wapi? Kwa sababu tayari kuna video imeelezea hapo, lakini kwa faida ya wewe ambaye labda ungependa kuendelea kutazama hapa, nitajaribu kufafanua. Ngoja nifute hapa ili nifafanue vizuri zaidi. Okay, let me clear this. Sasa
tunapokuwa tunasema wanalipa 70% kwa ajili ya ma-IBO ambao wanafanya marketing, maana yake Inkryptus imetengeneza utaratibu wa kureward vizazi 7 vya jamii yako ambao umeitengeneza. Tunaposema IBO maana yake wewe umeamua kufranchise biashara ya Inkryptus, kwa maana kwamba Inkryptus imetengeneza platform, halafu wewe umeona opportunity kwamba unaweza kupata wateja ambao Inkryptus kwa nguvu zao wao wenyewe wasingeweza kuwapata, au wateja ambao wana interest na kutumia huduma za Inkryptus. Kwa hiyo ninachokifanyika pale ni kwamba Inkryptus anaingia contract na wewe kwamba kwa mtu yoyote ambaye utamrefaje kutumia Inkryptus wallet, kwa gharama atakazolipia kwa huduma yoyote, maana yake 10% utalipwa wewe, lakini utalipwa 10% kwa vizazi 7. Kwa maana ya kwamba let's say kuna mtu yuko hapa, let's say Charity yuko hapa. Charity ndo IBO mwenyewe ambaye amekuwa invited na Inkryptus. Sasa baada ya Charity akaanza kurefer watu. Sasa akirefer Charity mtu hapa inakuwa ni level 1. Kwenye hii level 1 Charity anaweza kurefer watu wengi anaoweza yeye. Hawa watu wa level 1 wa Charity wakiinvite watu wanakuwa ni level 2, generation ya pili, level 2. Na kuendelea level 2 itaendelea level 3, level 4, level 5 mpaka level 6 mpaka level 7. Yaani vinakuwa ni vizazi 7. Sasa hivi vizazi 7 ndo tunasema ndo mkataba wa Inkryptus na wewe IBO utakapo benefit napo. Kwa maana ya kwamba katika ile 70% ambayo Inkryptus wanakata kwenye faida wanayoipata kwa kila huduma ambayo mteja analipia, basi 70% hii inagawanywa kwa level 7, ambapo kila level itakuwa inakufanya upate 10%. Sasa kivipi sasa? Wacha nikuelezee. Inkryptus inachukua mapato au inapata mapato yake kupitia huduma tofauti ambazo zipo kwenye wallet, ambapo huduma mojawapo ni kwenye staking profit fee. Kwamba kila unapokuwa unapata faida, unapostake na Inkryptus kwa product yoyote, wewe utapata 75% ya faida yako kama net, na kati wao watachukua 25% ya faida yako kama profit fee. Sasa hiyo inafanyaje kazi? Kwenye hii profit fee ambayo kampuni inachukua kama revenue yake, maana yake wewe ukiwa kama IBO unakuwa na beneficiary ya 10% kutoka hapa. So kwa mfano tulikuwa tumemwekea mfano Charity huyu hapa. Sasa Charity akiwa amemrefer mtu atumie wallet, ndo huyu hapa. Let's say ni Trizy. Trizy ndo amekuwa invited na Charity. Sasa Trizy atakapokuwa analipwa faida, let's say nimestake coin zangu, labda nimestake USDT labda 1000 au nimestake ink zangu 1000 kwa mfano. Sasa katika kustake ink zangu 1000, labda kwa siku nikawa najipatia ink zangu labda labda 2. Ink zangu labda tuseme mfano nikawa najipatia, let's tufanye kitu kimoja. Tuseme nimestake, hesabu hiyo nyepesi, ink zangu 5000 mfano. 5000. Sasa baada ya kustake 5000 ink kwa siku nikawa napata ink zangu 10 kama faida. Ina maana nikilipwa hizi kama faida ink 10, manake itagawanywa 75% ya inki ambayo ni inki 7.5, hizi zitaenda kwa nani? Kwa Trizy. Alafu kutakuwa na inki 2.5 kwa ambayo ni 25%, hizi zitaenda kwa Inkryptus wenyewe. Zikishaenda kwa Inkryptus, manake kumbuka Inkryptus wanagawanya kwa kila pato lao 70% kwa 30. Na hii 70% imegawanywa kwa level 10. Kwa hiyo kwa sababu Trizy yuko level ya kwanza ya Charity atapata 10% ya inki 2.5 ambayo ni 25% ya inki 10. Kwa hiyo ina maana Charity atakuwa anapata inki 0.25 inki kila siku. As long as Trizy atatengeneza inki 10, basi Charity atakuwa anapata inki 0.25. Na hii itaendelea hivyo mpaka Trizy atoe mtaji wake. Lakini as long as atakuwa ni active staker na anapata faida, basi Charity lazima atapata 10% ya makato ambayo Trizy anakatwa na Inkryptus. Na hiyo itaenda hivyo kwa level ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4 mpaka ya 7. Ina maana kwamba kwa mfano jumla labda tuseme Charity awe na watu let's say tuchukue mfano hapa. Charity awe na jumla ya watu hapa chini kutoka level ya kwanza mpaka level ya 7. Hizi level zote, let's say Charity ana watu tuseme ana watu kama 10,000. Watu tuseme watu 1000 tu, 1000.
ambao wanatumia Inkryptus wallet. Na katika hao watu 1000 labda kila mtu anapata faida ya inki moja tu kwa siku. Last means kwa siku anapata inki 1000. Hasa kama wakipata inki 1000 kama faida ghafi, asilimia 75 ya 1000 huwa ni 750 inki. Hizi zitaenda kuwalipa watu kutoka level ya kwanza mpaka ya 7 kutokana na kila mmoja inki zake alizo stake ni kiasi gani. Alafu asilimia 25 ambao ni inki 250, hizi zitaenda kwa kampuni. Hizi zitachukuliwa na Inkryptus. Zikishachukuliwa na Inkryptus, kumbuka Charity mkataba wake na Inkryptus ni kwamba atapata 10% ya mapato ya kampuni. Kwa kama inki 250 zitakuwa zinachajiwa, basi Charity kila siku atapata inki 25. Na hii commission ni commission ya kwanza ambayo inaitwa profit fee commission. Kwa Charity atapata 10% ya makato ambayo kampuni ya Inkryptus inawakata wateja ambao wanatumia Inkryptus kwa kutumia linki ya Charity kuanzia level ya kwanza mpaka level ya 7. Wakishakata basi 10% itaenda kwa Charity. Hiyo itaenda hivyo kwa muda wote mpaka wateja labda watoe mtaji, sawa, lakini as long as atakuwa amestake na sio inki tu, anaweza kama amestake USDT au Pancake, Biswap, whatever, lakini as long as anapata faida, basi Charity atapata 10% ya makato ambayo Inkryptus inawakata wateja, ambao ni 25% ya faida ya gawio la kila siku kutokana na staking rewards. Hiyo ndo advantage ya kwanza ambayo bwana Charity ataipata. Sasa kama bwana Charity anapata inki 25 kwa siku, mara 30 anapata inki nyingi sana. Maana tukifanya hapa 250 mara 3 inakuwa 0.15, 6 na ile 7 anapata inki 750. Sasa inki 750 ni karibu $1500 hii kwa bei ya sasa hivi, kwa sababu inki moja ni kama $1.5. Kwa hiyo ndio utakuwa unapata kutokana na makato ya faida za kustake za wateja wako ambao umewarifaa kutumia Inkryptus wallet. This is one of the game changer. Hiyo ni faida ya kwanza ambayo inaitwa profit fee commission. Lakini faida ya pili, ukiwa kama IBO wa Inkryptus, ukiwa IBO ni kama umeamua kufranchise biashara ya Inkryptus. Maana wewe una wateja, Inkryptus wana huduma, kwa hiyo umekaa katikati pale kwamba na mimi nikiwasaidia kupata wateja wanaotumia hii huduma, mtapata faida gani? Faida ya pili inaitwa faida transaction commission. Transaction fees commission. Kwa maana gani sasa? Inkryptus ni wallet ambayo inaruhusu wewe kufanya miamala, kumtumia coin mwenzako, kupokea, kubadilisha coin moja kwenda coin nyingine. Katika hii miamala inavyokuwa inafanyika, Inkryptus wana flat fee ya $3. Kwa haijalishi hata ukiwa una transact $10, $20, $30, $30, $100, haijalishi, wanakuchaji dola ngapi? 3. Sasa kumbuka tulikuwa tumetolea mfano wa Charity pale. Charity yuko hapa lakini ana level zake, level ya kwanza mpaka level ya 7 huku. Wanafanya miamala, wana withdraw, wanatuma, wanacheza game, wanafanya nini. Lakini as long as wanafanya miamala, kuswap, kutuma, kuharvest profit, whatever, as long as ni muamala, akifanya anachajiwa $3 kwa kila muamala. Sasa akichajiwa $3 kwa kila muamala, hili ni pato la kampuni, na kampuni imeweka mkataba kwamba inatoa 70% kwa 30, kwa 70 ziende kwa maibio, 30 baki nazo wenyewe, lakini katika hizi 70 inagawanya 10% kwa kila level. Which means muamala ukifanyika, labda say Charity hapa amemleta Teresia, Teddy akifanya transaction moja atachajiwa $3. Pale pale Charity analipwa 10% ya $3 ambayo ni $0.3. Kwa hiyo ina maana kwenye Inkryptus kuanzia level ya kwanza mpaka level ya 7, mtu yeyote akifanya muamala wa aina yoyote, wewe utakuwa unalipwa $0.3. Inaweza kuwa $0.3 kwenye Bitcoin, kwenye Ethereum, kwenye Ink, kwenye Pancake, lakini itaangalia coin yoyote ambayo itafanyiwa muamala itachajiwa kiwango kinacholingana na $3, na yeye Charity kwa sababu ni mtu ambaye amewarifaa biashara wengine atakuwa analipa $0.3 kwa kila muamala. Which means tulikuwa tumechukulia mfano Charity na watu 1000. Kama Charity atafanya transaction, let's say watu wa Charity watafanya miamala labda 200 transaction, maana kwa kila muamala ni $0.3. Maana roughly hapa Charity atakuwa anatengeneza dola ngapi? 60. Of course inaweza kawa $60 katika coin tofauti, lakini wenyewe wanachoangalia ni kwamba ukifanyika muamala wanakulipa $0.3 ya coin husika ambayo imefanywa transaction na mtu wako. Kwa hiyo kama ukiangalia hii
kama Charity akawa na uwezo wa kutengeneza dola 60 kutokana na miamala 200 ambayo imefanyika kwa siku, manake kwa mara 30 average anakuwa na dola karibu 1800. Unaona jinsi ilivyo game changer hii. Hasa fikiria ukiwa na miamala kwa mfano sasa hivi Binance ina watumiaji milioni 300. Katika watu milioni 300 kuna miamala inafanyika mingapi? Let's say inafanyika miamala, hata ukichukua miamala 10 milioni. Sasa chukulia wewe hapa una miamala 10,000 tu kwa siku. How much will you be making from the transaction fee? Na hii transaction fee commission watu wanataka kusema ona sasa wanafuata watu. Hii ipo kote. Na sasa hivi naweza nikakuonyesha screenshot Binance. Binance ina referral program kama hii ya benefit from the transactions. Na naweza nikakwambia mtu anayeingiza pesa nyingi Binance kupitia miamala anatengeneza si chini ya Bitcoin 4 kwa masaa 24. Yaani kwa masaa 24 kwa sababu miamala inayofanyika Binance ni mingi. Na naweza nikakuonyesha screenshot hapa kama unavyoweza kuona hapo. Hiyo ni screenshot ya top earners ndani ya masaa 24 wa Binance. Kwa hiyo hata huku hii kitu ipo. Sasa unajua mtu ambaye ana benefit ni yule ambaye anafanikiwa kupata audience kubwa au community base kubwa. Kwa hiyo hii ni moja kati ya one of the magic ambazo zinapatikana kwenye IBO service ambayo inapatikana kwenye Inkryptus wallet, ambayo sio kwamba ni kitu kigeni, ni kitu ambacho kipo na watu zingine wanatumia pia kwa ajili ya effective marketing cost. Kwa hiyo this one is one of the magic. Per transaction unalipwa dola 0.3. Assume na watu 100,000. Piga biashara yako una community watu 100,000 ndani ya miaka 7, 8, 9, 10. How much will you be making? Hata kama itakuwa 0.1, ifanyike miamala sijui 20, 30. It's gonna be a crazy amount of money that you will be making. Lakini it's not a simple job, it's tough kwa sababu ndio hivyo. It's 0 something lakini it is worth it. Kwa hiyo ni kwenye commission namba 2 ambayo inaitwa transaction fee. Lakini pia Inkryptus wana huduma nyingine tena ambayo ni amazing zaidi. Inaitwa namba 3, inaitwa gaming commission. Sasa gaming commission ikoje? Inkryptus kwa sasa hivi of course wana plan ya kuweka games nyingi, lakini for the time being wana game moja linaitwa coin flip. Ili game la coin flip manake ni unapozungumzia game jamani ni kama unabahatisha. Kwa hiyo usije ukaanza kuchezea mtaji kwenye coin flip. Ukibet na inki, let's say umechukua coin zako za dola 20. Ukibeti dola 20 ukapata, unapata 20. Kwa ujumla unakuwa na 40. Ukikosa zinaondoka zote. Sasa katika hizi 20 ambazo tunazipata ambazo ni kama win, wanakuchaji Inkryptus ya 10%. Kwa hiyo ukishinda 20 wanakuchaji, ukishinda 20 ukapata 20, ukawa na jumla 40, wanakuchaji 10% kwenye 20 times 10 minus 10%. Kwa hiyo akisha kuchaji maana watakuchaji 2. Hii 2 itachukua na kampuni. Si ya kampuni kama kawaida. Kampuni ni 70/30. Kwa hiyo wewe utapata na 10% ya makato ambayo wamemchaji huyu mtu aliye flip coin na akashinda. Kwa hiyo kila mtu akishinda inki 20, wewe unapata inki 0.2 ambapo rafu ni kama dola 0.34 hivi. 0.4 kama 0.3 something. Unaona? Kwa hiyo kuna watu wanacheza game hii sana kwa sababu hii ni game ya kuflip coin. Mwenge kichwa na flip. Ukipata mara 2, ukiruzi unaruzi kila kitu. Kwa watu wanacheza sana. Kwa hiyo wakiwa wanacheza, wakishinda, kile unachokishinda kinachajiwa 10%. Ile 10% kichajiwa, wewe unalipwa 10% tena. Na ni kwa level 7 vile vile kama kawaida. Kwa hiyo kila pato la kampuni ambalo litakuwa linaingia, wewe ukiwa kama franchise wa Inkryptus kwa maana ya IBO, basi unakuwa unapata 10% ya kile ambacho kampuni inakuwa inaingiza. This is very very crazy, I'm telling you guys. Fanya tu mahesabu utaona. Na kama hii of course tunasema play responsibly, lakini ina faida kubwa sana ukiamua kuwekeza nguvu zako hapo na uweze kupata hiyo faida. Lakini sio hivyo tu jamani, sio hivyo tu. Kuna commission nyingine. Kuna commission nyingine ambayo tunaita inaitwa IBO fee commission. Kumbuka unapokuwa IBO unatakiwa ulipie dola 24 kila mwezi, monthly. Sasa hii IBO unayoilipia dola 24 kila mwezi si kwamba inakuwa ni recurring debt, hapana. Kinachotokea ni kwamba ukihitaji kutumia huduma ya IBO unalipia dola 24. Lakini kama ukiona community yako haiwezi kugenerate more than $24 per month, then you don't need to pay for it. Na usipolipia si kwamba deni linakuwa linaongezeka, hapana. Unakuwa tu ni mtumiaji wa wallet wa kawaida. Lakini ukilipia ndio unakuwa na benefit. Sasa ikitokea kwa mfano Charity yuko hapa, wale watu wako chini labda wako 5 wanalipia IBO. Manake by default hii IBO
fee ambayo inachajiwa na kampuni ni revenue ya kampuni pia. Kwa hiyo utabenefit tena kama kawaida 10% of the fee that the IBOs are paid. Kwa hiyo kila mwezi wakiactivate, watakokuwa wameactivate kwa $24, kila mmoja utakuwa unapata $2.4 as long as yuko ndani ya level 7 za timu yako. Sijui kama tunaelewana vizuri hapo. Kwa hiyo hii ni moja kati ya commission ambayo unaipata monthly kama unakuwa na watu ambao na wao wameamua kuwa franchise wa Encryptus, waweze kujenga community base zao kupitia huduma za Encryptus, waweze kubenefit with the daily use of the wallet. This is very very powerful. Kwa hiyo hizo ni mojawapo kati ya benefits ambazo unazipata kutokana na wewe kuwa IBO wa Encryptus. Lakini sio hivyo tu. Kitu cha mwisho ambacho kwa sasa hivi kipo, kumbuka Encryptus wana huduma nyingi kutokana na roadmap yao. Kila huduma mpya inavyokuwa inaongezeka, as long as watu wako wataitumia, wanachokichaji wao, wewe utapata 10%. Kwa hiyo hiyo ipo kwa huduma zilizopo na kwa huduma zitakazokuwa zinakuja in the future. Kwa hiyo this is a game changer guys. Na cha mwisho tunasemaga hii ni limited bonus. Inaitwa fast bonus. Sasa Encryptus tunajua kabisa ni crypto project, na most of the crypto project waga wanapenda kufanya budget ya marketing kupitia kitu inaitwa airdrop. Sasa Encryptus wao walijaribu kutafakari, wakaona okay, hii issue ya airdrop ni ya kutoa coin bure kwa watu ili wajue kama tuna exist, kwa kweli sio poa. Hebu tujaribu kuiweka iwe effective. Kwa walichokifanya, walitenga 10% ya idadi ya coin zote ambazo zitakuwa staked. Unaona? 10%. Kwa kipindi ambacho watakuwa nakiangalia kama kukuza biashara, kitumike kwa ajili ya kuwalipa ma IBO ambao wanakuwa wanawaleta watu wanao stake kuanzia mwaka mmoja kwenda mpaka miaka 3. Unaona? Kwa hiyo ina maana mtu yeyote ambaye atastake, are we together, atastake kwa mwaka mmoja mpaka miaka 3, chochote atakachokuwa amestake kitalipiwa 5% na kampuni. Badala ya kutoa airdrop free kwa watu, basi kampuni inatoa 5% kwa mtu ambaye amefanikisha kumleta mtu kwenye kutumia Encryptus wallet na akaamua kustake kwa mwaka mmoja mpaka miaka 3. Kwa hiyo inakusaidia wewe kuweza ku raise revenue yako. Nakumbuka bonus zote ambazo zinalipwa unaweza ukazitoa muda wowote ukijisikia. Unaweza ukaziongeza kwenye mtaji wako au kaamua kuzi-withdraw ukafanya matumizi yako ya kila siku. Kwa for the time being, IBO imeweza kucover huduma kama hizo, na you can make a numerous amount of money from these IBO commissions that you are being paid kutokana na watu kutumia wallet ya Encryptus. This is amazing, but one thing I would like to remind you guys, IBO ina guidelines zake. Sio kwa sababu unaona kwamba kuna hivi basi unaanza kufundisha tu watu uongo utablokiwa, kwa sababu kuna IBO guideline ambazo zinakufanya ufate. Kwa hiyo nitaweka link hapo ya guidelines za IBO kwamba ukitaka kuwa IBO wa Encryptus ni masharti gani ambayo inatakiwa uyafate ili kuhakikisha kwamba huwezi kupoteza access yako ya huduma ya IBO. Lakini unless otherwise, kama utakuwa interested kuwa IBO wa Encryptus, basi unaweza ukatutafuta kwa kutuhit kwenye namba zitakuwa hapo chini. Utatafuta tuweze kukuelekeza ni namna gani unaweza kuwa IBO ukamerchandise biashara yako na mambo yakawa vizuri kabisa. So this was the classroom, na tulikuwa tunaelezea ni namna gani unaweza kutengeneza kipato kupitia huduma ambayo inapatikana kwenye Encryptus ya kufanya wewe ufranchise biashara yako kupitia platform ya Encryptus, na ukawa na community yako ambao kila wakitumia wallet ukawa una benefit kutokana na makato ambayo kampuni inakuwa inawakata hawa watu kwa kutumia huduma zake, na wewe unakuwa una gawio lako la 10% kwa kila makato ambayo kampuni itakuwa ikifanya kwa vizazi 7 ambavyo vitakuwa kwenye community ya watumiaji wa wallet ambao wewe ndio umewarifaa. So kama kutakuwa na swali, pia usiache kuacha comment yako hapo chini, pia usiache kusubscribe na wala usisite kuuliza swali pale ambapo utakuwa hauelewi. Lakini kabla huja deal na IBO, kama nilivyosema, description ya video ambayo itakuwa inaelezea concept nzima ya Encryptus project ikoje na faida zinatengenezwa vipi kabla hazijaanza kugawanywa huku, basi click link hapo chini na utaweza kupata video. Au mwisho wa hii video tutaweka thumbnail ambayo itakupeleka kwenye video ambayo ukiisikiliza itakupatia ile insight ya kujua Encryptus inafanyaje kazi. Ulikuwa na mimi Tris Magno kwenye The Classroom, na episode hii tulikuwa tunazungumzia namna gani unaweza kubenefit ukiwa independent business owner wa Encryptus. Tukutane wakati mwingine, Mungu akubariki. Ciao. Encryptus taught me how to play the game. It's Encryptus, yeah, that's the shield I trust. Crypto real, no hype, no rust. Blockchain
One wallet, one world, yeah, we breaking the lock, it's encrypted.